Bana, Urusi imekuja na ripoti nyingine ya tofauti kidogo kuhusiana na kile ambacho kinapangwa kufanywa na wa Ukraine, na hii inaonesha Urusi wamejizatiti sana katika idara la upelelezi, kwa maana ya kujua mipango ovu ambayo inataka kufanywa na maadui zao katika maeneo mbalimbali. Kiev wamekuja na njama ya kutengeneza kitu kinaitwa false flag, ambapo kwa mujibu wa Urusi wamesema inaweza ikasababisha kutokea kwa vita ya 3 ya dunia. Unapozungumzia false flag ni kwamba unatengeneza tukio, halafu hilo tukio anakuja kuonekana ni mtu fulani ndiye ambaye amelifanya, lakini wewe ndio ambao umelifanya. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi Bi Maria Zakharova amenukuu taarifa za vyombo vya habari ambazo zinadai kwamba Ukraine inapanga mashambulizi dhidi ya nchi za NATO kwa lengo la kuilaumu Moscow. Hivi vitendo nakumbuka vilifanywa na Ukraine hata pale nchini Ukraine kwenye maeneo mbalimbali. Yaani walikuwa wanaenda wanafanya shambulizi labda kwenye hospitali yao wao wenyewe, halafu wanalaumu kwamba ni Urusi ndio ambayo imefanya shambulizi hilo. Kwa mujibu wa Zakharova amesema Ukraine inapanga kufanya operation ya uchokozi inayofahamika kama false flag nchini Romania au Poland, hatua ambayo inaweza kuchochea kuzuka kwa vita kuu ya 3 ya dunia. Kupitia ujumbe wake ambao ameuchapisha kwenye mtandao wa Telegram Ijumaa, Zakharova alirejelea taarifa kutoka vyombo mbalimbali vya habari kutoka pale Hungary vinavyodai kwamba Kiev inalenga kufanya vitendo vya hujuma katika mataifa jirani ya NATO na kuihusisha Moscow moja kwa moja. Anasema Ulaya haijawahi kuwa karibu hivi na mlipuko wa vita ya 3 ya dunia katika historia ya kisasa. Kwa mujibu wa taarifa zilizopo, mpango wa serikali ya Kiev ni kutengeneza upya ndege zisizokuwa na rubani UAV za Urusi zilizodunguliwa na au kunaswa, kisha wanazifunga vichwa vya mabomu na kuzirusha zikiwa zinadhibitiwa na wataalamu wa Ukraine kwenda kwenye vituo vikuu vya usafirishaji vya NATO nchini Poland na Romania, huku zikionekana kama ndege za Urusi. Si kama mmeona hiyo trick ambayo inatengenezwa na wa Ukraine. Wakati huo kampeni ya upotoshwaji itatandazwa barani Ulaya ili kuihusisha Moscow na hivyo kujaribu kuchochea mgogoro wa kijeshi kati ya shirikisho la Urusi na NATO, amezungumza Maria Zakharova. Ili kufanikisha uchokozi huo, ndege za kivita aina ya Geran zilizotengenezwa Urusi ziliripotiwa kupelekwa Septemba 16 katika kambi ya mafunzo ya Ukraine inayofahamika kama Yavorov magharibi mwa Ukraine, inayohifadhi kituo cha kimataifa cha ulinzi na amani cha chuo cha kimataifa na kitaifa cha Hetman Petro Sagaidansha. UAV hizo zilikuwa zimetengenezwa awali katika kiwanda cha Lolta kilichopo pale Lviv. Zakharova amenukuu waandishi wa habari wa Hungary wakisema kwamba kwa sababu kuu ya hatua hizo za rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky wazi ni kwamba jeshi la Ukraine linashindwa vibaya, na wanasema kuanguka kwa jeshi hilo hakupo tena katika kiwango cha kimbinu pekee, bali imefikia katika hatua ya kimkakati. Na Bi Zakharova amehitimisha kwa kusema iwapo hayo yote yatathibitishwa, inamaanisha kwamba Ulaya haijawahi kuwa karibu kiasi hiki na kuanza kwa vita ya 3 ya dunia. Kwa hiyo mnaweza mkaona namna ambavyo Ukraine wamekuwa kitumia mbinu nyingi sana za kijinga, yani mbinu za watoto kwa ajili ya kutafuta mgogoro mkubwa zaidi na nchi za NATO. Sasa Urusi tayari wao wameshatoa report kwamba wana kila sababu ya kujua hicho ambacho kinaendelea. Lakini wakati hayo yakiendelea, baada ya kugundua hicho ambacho kimezungumzwa na Hungary, tumeona rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky amesema droni za Hungary zimekiuka anga la Ukraine. Rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky amesema Septemba 26 kwamba ndege zisizokuwa na rubani za upelelezi ambazo huenda ni mali ya Hungary zimekiuka anga ya Ukraine katika maeneo ya mpaka, na akasema hii ni mara ya kwanza tukio la aina hiyo kuripotiwa. Kupitia taarifa ambayo alichapisha kwenye ukurasa wa X, Bwana Volodymyr Zelensky amesema vikosi vya Ukraine vilirekodi uvamizi wa drone kwenye maeneo ya mpaka, na tathmini za awali zinaonesha ndege hizo zisizo na rubani zilikuwa zikifanya upelelezi kuhusu uwezo wa viwanda vya maeneo ya mpakani mwa Ukraine.
Akasema, nimeagiza taarifa zote zilizopo zichunguzwe na ripoti za haraka zifanywe kwa kila tukio ambalo limerekodiwa. Waziri wa mambo ya nje wa Hungary Peter Szijjarto amekanusha madai ya Zelensky kwa kuandika kupitia katika ukurasa wa X akisema rais wa Ukraine anapoteza akili kutokana na chuki yake dhidi ya Hungary. Sasa ameanza kuona mambo yasiyokuwepo. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Andrei Sybiga akajibu kwa kusema, tunaona mambo mengi Peter, ikiwemo unafiki na mmomonyoko wa maadili wa serikali yako, kazi zenu za wazi na za siri dhidi ya Ukraine na Ulaya nzima mkiwa vibaraka wa Kremlin kwa maana ya Urusi. Wizara ya ulinzi ya Hungary pia ilikanusha tuhuma hizi, wakijibu maombi na maoni kutoka kwa chombo mojawapo, wakisema jeshi la ulinzi la Hungary halijafanya safari ya ndege aina ya drone ambayo inadaiwa ilifanyika katika mpaka wa Hungary na Ukraine kama ilivyoripotiwa na vyombo vya habari, na haijapokea maagizo yoyote ya kufanya hivyo. Anasema hatukupokea taarifa yoyote kutoka kwa upande wa Ukraine kuhusu tukio hilo, ingawa tupo kwenye mawasiliano ya mara kwa mara nao. Wizara ya mambo ya ndani Hungary pia imebainisha kuwa mazoezi ya kijeshi yanaendelea nchini humo hadi katikati ya mwezi Oktoba, na kwamba washirika wa NATO pamoja na upande wa Ukraine wataendelea kufahamishwa kuhusu mazoezi hayo ambayo yanaendelea. Mkuu wa majeshi ya Ukraine alichapisha picha kwa njia ambazo ni za drone kupitia katika ukurasa wake wa Facebook, zikionyesha kuwa ndege hizo ziliingia mara 2 katika eneo la Ukraine kutoka upande wa Hungary. Kwenye taarifa ya Zelensky pia amesema jeshi la Ukraine lilifanikiwa kudungua ndege ya kivita ya Urusi aina ya Su-34 kwenye mkoa wa Zaporizhia na kuripoti mafanikio katika operation ya kijeshi ya Dobropilya huko Donetsk, akisema kuikomboa takribani kilomita za mraba 169 sawa na maili za mraba 65 za eneo na kusababisha Urusi hasara kubwa ya askari katika maeneo hayo. Madai kuhusu droni za Hungary yanakuja katika kipindi ambacho kuna hofu kubwa sana ya usalama kando ya mpaka wa mashariki wa NATO, ambapo droni za Urusi tayari ziliwahi kuvuka Romania na Poland na kusababisha NATO kuchukua hatua nchini Poland. Hungary na Slovakia hazikualikwa kushiriki katika mkutano wa ngazi ya juu kwa njia ya video ambao umefanyika Septemba kujadili ujenzi wa ukuta wa drone kando ya mpaka wa mashariki wa Umoja wa Ulaya. Msemaji wa tume ya Ulaya Thomas Regner alizungumza maneno hayo Septemba 22, 2025. Hungary na Slovakia ambazo zimeendeleza uhusiano wa karibu zaidi na Urusi tangu kuanza kwa uvamizi moja kwa moja Ukraine, wamekuwa mara kwa mara wakikataa hatua kali zaidi za Umoja wa Ulaya dhidi ya Moscow. Kwa hiyo ni kwamba Warusi wamegundua kwamba ni nini ambacho kinaendelea, na wao swala ni moja tu, ni kuwapea tahadhari kwamba hiki ambacho wanakifanya na majaribio ambayo wanayafanya ni majaribio hatari zaidi. Unajua, unapozungumza Hungary ni mwanachama wa NATO, na mmeona wenyewe wanasema droni za Hungary zilivuka anga ya Ukraine, yani droni za NATO zilivuka anga ya Ukraine. Sasa tunasubiri tuone, je, nchi wanachama wa NATO wataitana tena wakae wajadili kile kifungu cha 4 kuhusiana na hiki ambacho kimefanywa na Hungary, au hilo huwa ni kwa ajili ya Urusi tu? Hili ni jambo ambalo tunasubiri tuone kama litaweza kufanyika, na kama litafanyika basi tutaona watakuja na maamuzi ya aina gani. Lakini pia bwana Volodymyr Zelensky pamoja na mambo mengine amesema nchi yake kamwe haitatambua kuunganishwa kwa maeneo yake ya zamani na Urusi, na wamesema wanalenga kuyarejesha kupitia njia ya kijeshi au kidiplomasia. Bwana Volodymyr Zelensky amezungumza muda mfupi kabla kuondoka katika mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa mjini New York. Zelensky akasisitiza msimamo wa muda mrefu kwamba Kiev haitakubali kupoteza ardhi kwa Urusi. Anasema hatuwezi kamwe kutambua maeneo haya ambayo kwa muda yamekaliwa na Urusi. Hatuwezi kufanya hivyo. Akasema hivyo kwa mujibu wake, kuchagua diplomasia baada ya njia ya kijeshi pekee ni hatua ya maridhiano mazuri.
Anasema iwapo hatutakuwa na uwezo wa kurejesha maeneo haya, basi tuko tayari kuzungumza juu yake. Tuko tayari kuyapata tena siku zijazo kwa njia ya kidiplomasia, si kwa silaha. Na ninafikiri hili ni suluhu nzuri kwa kila mtu, kwamba tunapaswa kuamua mambo haya sasa kwa mazungumzo na kupunguza hasara. Anazungumza bwana Volodymyr Zelensky. Yani yeye mwenyewe anasema hawataki kama yawezi wakakubali maeneo yale yaende huku, lakini pia anasema kama watashindwa kuyarejesha hayo maeneo kwa kijeshi, na anasema kurejesha kijeshi anaona inawaletea hasara kubwa sana, basi wanaweza wakajadili kwa njia ya kidiplomasia next time, ambapo mambo yatakuwa yamesettle. Na niliona pia rais wa Ukraine bwana Volodymyr Zelensky amesema kwamba ili aweze kuondoka madarakani ni lazima awe amehakikisha hiyo special military operation na Urusi imeisha. Hapo ndipo anapoweza akakubali kuitisha uchaguzi. Sasa nalo hilo limetia hasira sana raia wa Ukraine waliokuwa wengi ambao hawakubaliani na hizi mission zake za kuwa mwanachama wa NATO, sijui mara kujiunga na EU, sijui mara kufanya nini. Jambo ambalo tumeona kuna mijadala mingine mingi ambayo inaonekana mshikaji anapingwa dhahiri shahiri na watu wake wa karibu kabisa ambao ndio raia wa pale nchini Ukraine. Sema na sisi pia comment section hapo chini ili uwe sehemu ya taarifa hizi. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.